Kwa majina yangu naitwa Augustine Mwaimu Hiza. Mimi ni katibu mwenezi wa jimbo la Babati, pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee Bazecha jimbo la Babati. Leo nimekuja kwenye interview hii kwa ajili ya klipu ambayo tulioifanya wiki hii. Watu wananiuliza juu ya James Mbatia. Nami ninapenda kuwajibu kwamba James Mbatia yeye alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi baada ya kumpindua Mheshimiwa Augustine Lyatonga Mrema. Ile vita aliyokuwa amefanya kipindi kile akiwa pamoja na ndugu yetu ambaye naye hivi sasa amechukua mwenyekiti, ni kile alichokuwa amefanyia Mrema. Katika vita ile ya Mrema wa NCCR Mageuzi, mimi nilikuwa ni kiongozi pia katika mkoa wa Tanga, nikitokea wilaya ya Muheza. Nani huyu James Mbatia, yeye alikuwa ni mjumbe kamati kuu, alikuwa ni mwanachama na mjumbe wa kamati kuu, pamoja na Joseph Sarasini, pamoja na Mabele Naucho Marando akiwa katibu mkuu. Kulikuwa na mgogoro mkubwa sana ndani ya chama cha NCCR Mageuzi. Na wewe ukiwa nani? Mimi nilikuwa niko upande wa timu ya ulinzi wa chama cha NCCR Mageuzi. Hao wote kazi umefanya nao? Nimefanya nao kazi. Katika ile tukio ambalo lilitokea pale Tanga, ilikuwa ni tukio la ajabu sana, wala sikutegemea. Tukio gani? Walipanga njama ya kutaka kumuua Mheshimiwa Augustine Lyatonga Mrema kwa sababu alikuwa anamjua kumbe ana sukari. Kwa hiyo ukimpiga chupa, ukimpiga kiti, maisha yake yako hatarini. Na nani walipanga hao? Ni wakina nani? Huyo Joseph Sarasini, Mbatia, wakina Mabele Naucho Marando. Walipanga kumuua Kabisa. Kwa nini? Sijui alichokuwa anagombania kamati kuu. Lakini mimi kwa sababu nilikuwa ni mlinzi kimkoa, tuliweza kumficha Mheshimiwa Augustine Lyatonga Mrema katika nyumba fulani, wakawa hajua analala wapi. Na hiyo imekuja thibitika kwa sababu kile chama kilikuwa ni chama kikuu cha upinzani miaka hiyo. Kwa hiyo akaanza kukidhoofisha. Mimi nikapata ile habari. Ile habari nikaandika message, nikampa bodyguard wa Mrema kwenda ndani. Akaipeleka ndani, ikasomwa. Ndio maana Mrema, wakati vurugu tai nazimwa, Mrema akatumbukizwa chini ya meza. Vurugu zilikuwa zinaanza? Zimeanzia Laskazoni. Ilikuwa ni kwenye kikao nini? Ni kikao. Na yeye alijificha kwenye meza, kulikuwa na nini, anarusha chupa? Baada ya kuona kuna vurugu inaanza na tai inazimwa, ndio ile bodyguard akamchukua, akamminya, akamtumbukiza chini ya meza Mheshimiwa Augustine Lyatonga Mrema ambaye ni marehemu sasa, Mohamed. Akamtumbukiza chini ya meza. Lakini cha kushangaza, ile vurugu ilipotokea, tunatoka nje tukakuta mpaka gari imetolewa upepo. Gari la Mrema. La Mrema. Kasimu ambaye alikuwa ni dereva Mrema, kuangalia gari sasa atatokaje pale, akasana alitoa hivi baada ya Mrema kuingizwa ndani ya gari. Wanafika njiani wanakuta na kama nani hivi, askari kama 9 hivi ambao tunaita section moja, kama section moja hivi, wanakuja hivi, wakaambia jamani, watu wanauana. Wale jamaa hawakufika kwenye ile eneo. Mrema gari wakapiga mpaka walikofika mbali sana huko nyumbani. Mrema akasema haiwezekani tukimbie, si watu wanauana kule, ngoja turudi. Wakabadilisha tairi, ikabidi wafanye nini, warudi. Kuja pale ugomvi umeisha, kwa sababu chanzo alikuwa anatafuta Mrema. Chanzo ni Mrema. Na wakati huo Mrema alikuwa na nguvu gani na awali alifanya nini? Mrema alikuwa na nguvu, manake ndiye aliyekinua chama cha NCCR Mageuzi kipindi kile kwa asilimia kubwa. Na ilikuwa ni miaka gani? Sina kumbukumbu sana kwa sababu sikuweza kuiandika. Lakini wakati huo NCCR ilikuwa chama cha pili baada ya CCM. Baada ya CCM ya. Kama ilivyo Chadema na CCM. Na baada ya Mrema kuondoka serikalini, akaingia NCCR Mageuzi, ndio chama kikafanya nini? Kikabusti kwa ajili ya shamba la mkonge la nani kwa Fungo. Tuendelee na mkasa. Sasa
Baada ya kurudi tukaambiwa twende makao makuu. Mimi mwenyewe nimeongoza magari ya msafara matatu kwenda makao makuu. Makao makuu ya chama. Ya chama Manzese. Tukaenda tukafika pale. Hawa jamaa wakafanya tena mbinu, wakatumiwa na kwamba ule mkutano mkuu usifanyike wakati watu wametoka Bukoba, wametoka Kigoma, mikoa yote ilikuwa imejazana pale. Tukaamua kwenda Umoja wa Mataifa. Tumefika Umoja wa Mataifa, watu hawakujua, wametuzuia tusiende. Wameleta barua saa 6:30 usiku kwamba hakuna kufanya kikao. Sisi tukaamua twende kutoa malalamiko kwa balozi wa Umoja wa Mataifa. Tulipofika tumekaa, hawakujua, tukakuta kuna standby ya polisi wengi, lakini hawakutujua tumeingiaje, tumefanyaje. Tukaingia saa 3 kamili tukaingizana pale. Sasa kilichosababisha Thomas Ngawaia bwana akaja na gari lake pamoja na skafu za Ensela Mageuzi. Box ilipochanwa, watu walipovaa, polisi wakaanza kutuma ujumbe kwamba jamani, Ensela Mageuzi wameingia Umoja wa Mataifa. Wamevaa skafu, tukiwa na mheshimiwa Mustafa Wandwi na mzee mmoja wa Mwanza, memsahau jina lake. Ana mahoteli makubwa tu kule Mwanza, sijui kama yuko hai. Mzee, zilikuja gari za polisi, kichapo kilichopigwa pale, walikamatwa watu 189. Ninakumbuka. Hiyo ndio safari yangu ya kisiasa. Tumerudi kufika pale tukasema sasa hatuwezi kuendelea na chama kama hiki. Hatuwezi kuendelea na chama kama hiki. Mrema akaachia ubunge Temeke. Tukajiunga na TLP. Mbatia huyu alikuwa akaweka pingamizi Mrema sigombee jimbo la Ubungo kwa sababu alikuwa na Mkapa na kesi ya milioni 900. Ikabidi Mrema sigombee, akaekewa pingamizi, hakugombea. Kwa hiyo tukaenda na TLP, mimi ndio nikaondoka TLP nikajiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na mpaka sasa niko Chadema. Lakini safari ya kisiasa si mchezo wapendwa. Huyu ndugu yangu Joseph Saraceni kampindua James Mbatia naye alimpindua Mrema. Kwa hiyo nikamchezo kanaendelea. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu wananchi kwa ujumla, kila anayeona clip hii ajue kwamba siasa sio mchezo, siasa si lele mama. Siasa ni kuvua gamba kuvaa gwanda. Siasa ni kukomaa. Tena kukomaa kikweli kweli, kiaswa haswa. Sasa nataka Watanzania waelewe kwamba mchezo unaochezwa ni mchezo mchafu ambao ni mchezo wa kisiasa isiyokuwa na tija kwa Watanzania, na wajue kwamba sio kila mtu ni mtahira. Watu wana akili zao timamu na wanajua. Lakini safari hii tumeamua. Ensela Mageuzi wameshaiharibu. Ni mara ya pili kumvunja nguvu James Mbatia. Kafu wameshaiharibu. Ina vipande viwili. Lakini kwa Chadema wamekuwa kisiki. Safari hii tutakwenda bamba tu bamba. Yaani mtu kwa mtu, kitanda kwa kitanda, mlango kwa mlango.